eti Yesu hahusiki na nyinyi, amehusika kwa wana wa Israeli. Aya hizo tumesema zipo, lakini baada ya pale mbona amehusika na watu wa mataifa mengine? Kwa nini nyinyi mnakataa kuingia kwenye mpango huo? Na kama nyinyi mnakataa, salama yenu nyinyi sasa iko wapi? Iko wapi? Ninajua ninazo dakika zingine baadaye nitaingia kwa undani sasa kueleza tu kwamba sasa tulihusikaje watu wa mataifa ambao nikiwemo na mimi na wewe unayenitazama sasa, tulihusikanaje na Yesu? Na kama ukikataa kutakuwa na hasara gani? Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio ameamriwa awe mhukumu na mwokozi wa walimwengu wote. Maana yako ukikataa, umekataa kwamba wewe huhitaji wokovu, na kitu ambacho ni hatari kwa maisha yako. Kwa hiyo ndugu yangu, kwenye sehemu ya kwanza alipotaka mlango tumempa, tumemwambia mlango ni Yesu mwenyewe. Sasa ni uamuzi wako kuingia ule mlango au kuukataa ili ukahukumiwe vizuri. Na tumeeleza kwenye sehemu ya kwanza kwamba Torati ndio ilikuwa imewagawa baina ya wana wa Israeli na watu wa mataifa. Ile Torati Yesu alipokuja akaanza kuiondoa, na alipoiondoa akaingia mpaka kwa watu wa mataifa. Kwa nini? Kabla ya hapo watu wa mataifa walikuwa hawamjui Mungu, walikuwa hawana Torati, walikuwa hawana ibada ya Mungu, walikuwa wanaabudu miungu. Ndio maana leo tunamwabudu Mungu wa kweli wa Israeli. Kwa nini? Kuna sababu kwamba injili ya kweli na neno la Mungu la kweli limetoka kwao, kwa wana wa Israeli, ambako Mungu alijifunua likahamia kwa watu wa mataifa, wakiwemo Waarabu, wa Afrika, Wanyamwezi kama ndugu yangu Kabunda na mimi, wote tunahusika. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anahusika na watu wa mataifa yote. Hata wewe ni shahidi. Angalia katika ibada yako unayofanya na angalia katika ibada zingine, utagundua kuna tofauti ndani ya moyo. Hata kama utamwambia mtu, utagundua tofauti ipo. Tofauti hiyo ndio tunayoisema sasa. Wakristo tuko jinsi tulivyo kwa sababu tumemkubali Yesu kwamba anahusika na ulimwengu mzima na sisi tukiwamo. Na Waislamu kama mtaendelea kukataa sawa, lakini wakati wa ukweli umeshawekwa mbele yenu. Hiyo ndio kazi tunayoifanya sasa. Na bahati nzuri vitabu vipo, vitakuwa shahidi na katika yale ambayo yatazidi kuendelea. Tumesema sehemu ya pili tutaingia kwa undani kueleza, kwa sababu aya zinazotolewa zinahusu Isa. Jamani, Isa Biblia haimfahamu. Jamani, narudia tena ndugu zangu Waislamu, Isa Biblia haimfahamu. Biblia inamfahamu Yesu. Ukitaka kumuita kwa lugha ya Kiarabu muite Yasu. Yasu sio Isa. Asante mwalimu, nadhani muda wako